Naam, mtazamaji wa Sanga Media Tanzania au Sanga Media TV, tumefika maeneo ya kwa Mustafa. Hii ni Pugu, tumekuja kushuhudia miongoni mwa kampeni mbalimbali ambazo zinaenda kufanyika katika maeneo haya. Lakini lengo zaidi au kubwa zaidi ni kwamba miongoni mwa watu ambao wao ndio wagombea katika maeneo haya hapa tunamzungumzia ni Mheshimiwa Jerry Silaa ambaye yeye ameshikilia kijiti cha kugombea akiwa kama ni mtainiwa katika jimbo la Ukonga kwa nafasi ya ubunge. Lakini pia sio yeye peke yake, akiwa pamoja na bwana Frenki Mangati ambaye yeye ni miongoni mwa watainiwa au wagombea ambaye ni miongoni mwa watu ambao walipata fursa ya jina lake kurudi katika kuja kugombea nafasi ya udiwani katika kanda hii yetu ya Pugu. Lakini siko peke yangu mahali hapa, niko na bwana Karimu Mkali ambaye yeye ni miongoni mwa wachambuzi wachanga sana katika masuala haya ya kisiasa au masuala haya ya kijamii. Tutaenda kumpa fursa aweze kuzungumza machache, lakini wakati huo pia tunafanya jitihada mbalimbali za kutafuta walengwa au wenyeji wetu ambao wako maeneo haya waweze kutuambia pia ni namna gani wanaweza kuchukulia uchaguzi huu. Mara nyingi katika nafasi mbalimbali wamekuwa wakitoa baadhi ya mambo mengi sana, lakini hiyo tutarudi baadaye kwenye kutafuta wale walengwa. Hapo tunamzungumzia na bwana Jerry Silaa pamoja na bwana Frenki Mangati waweze kuzungumza nao kwa kina, waweze kutuambia tathmini yao namna wananchi walivyoweza kujitokeza katika maeneo haya. Lakini pia kuna wananchi wengi sana ambao wamejitokeza katika maeneo haya, waweza pia kuzungumza nao na kuwapa fursa tuweze kujua ni namna gani wameweza kuiwa na kuweza kufika katika viwanja hivi vya kwa Mustafa. Hii ni Pugu, ngoja tuende mmoja tukaangalie sasa namna tukio hili linapoenda kuwa na moja. Karibu sana bwana Karimu Mkali, ambao wewe ni miongoni mwa vijana ambao tumeongozana wote katika kujadili jambo hili ambalo ni kwenda kushuhudia watainiwa ambao wao ni Mheshimiwa Jerry Silaa pamoja na bwana Frenki Mangati ambaye anaenda kugombea nafasi ya udiwani katika kata ya Pugu. Ukiwa kama kijana au mtangazaji ambaye lakini pia ni mkazi wa maeneo haya, una kipi cha kuzungumza? Lakini wakati huo bado tunapata walengwa ambao tunaweza kuzungumza nao machache waweze kutuambia tathmini yao kwa jumla, hususan katika umati huu mkubwa wa watu ambao wamejitokeza katika mahali haya. Asante sana mkurugenzi. Kwanza kabisa mikutano kama hii inapoitwa, wananchi inabidi wajitokeze kwa wingi kwa sababu yani kuelekea Oktoba 29 ni haki ya kila Mtanzania ambaye ametimiza miaka 18 kwenda kuchagua kiongozi wake sahihi. Kwa hiyo mikutano kama hii inapokuja, basi wananchi nao waje kuwasikiliza wale wagombea kutokana na sera zao watakuja kuziongea hapa. Kama wakizipenda basi Oktoba wataenda kuwapigia kura viongozi wao. Na pia kwa Jerry Silaa naona huu ni muongo wake mwingine, anaenda kugombea katika ile jimbo la Ukonga. Awali alishalimaliza tayari. Kwenye jimbo hili la Ukonga unakuta wananchi mnapokusanyika hapa, yeye akiongea zile sera zake, pia wananchi wanaweza kusema mheshimiwa, nini unaenda kutufanyia katika muongo wako mwingine wa uongozi unaotaka kwenda kugombea wa mwaka 2025. Naye kama mgombea cheo fulani ataelezea bwana, mimi 1 2 3, au pale unapoishia nenda kuendeleza. Inakuwa faida kwa wananchi kujua nini taswira yake kuelekea kwenye uongozi wake mpya unaokuja. Na bwana Mkali na kameramani, nadhani kuna job pale hapo unaliona. Nataka kameramani tuende naye. Kameramani njoo, nataka tujaribu kuzungumza na baadhi ya wananchi au ambao wamejitokeza katika hamasa mbalimbali, ili waweze pia kutupa tathmini yao namna kama vijana ambao wamejitokeza katika mahali hapa. Nataka tuweze kuzungumza nao waweze kutuambia ni namna gani. Tumeshafika, tuko maeneo ya Pugu kwa Mustafa. Hapa tumekuja kushuhudia baadhi ya wananchi, tumeshuhudia umati wa watu mkubwa sana mmoja kujitokeza katika maeneo. Nataka pia tuweze kuzungumza na baadhi ya vijana ambao wao ni miongoni mwa taifa la leo. Hata katiba yetu ya nchi inazungumza hivyo, tukiwa na maana kwamba vijana ni miongoni mwa watu ambao ni taifa la leo. Tuweze kuzungumza nao machache, waweze kutuambia tathmini yao kama vijana. Je, wanawiwa vipi katika zoezi zima hili ambalo linaenda kutokea maeneo haya? Tunashuhudia leo Mheshimiwa Jerry Silaa anaweza kufika katika viwanja hivi na kuweza kuzungumza. Tuweze kuzungumza na baadhi ya vijana ili waweze kuzungumza nao, waweze kutuambia tathmini yao. Bwana, mambo vipi? Safi sana. Bwana, unaitwa nani? Anaitwa Amani Asmani. Okay, ukiwa kama kijana labda ni miongoni mwa vitu gani ambavyo labda vimekusukuma zaidi uweze kufika katika viwanja hivi kwa Mustafa? Kama tunavyoona tunapenda chama chetu, tukusukuma kama unaona maendeleo. Baba zetu kidogo wametupigia vifusi vinini, tunashukuru Mungu, tunashukuru viongozi wetu na naomba tufanyie mengi zaidi ya haya. Tufanyie vitu vingi, tupate ilani, tunapata tabu kidogo kwa kinyesha hapo mabondeni huko. Sisi tunaomba tuko pamoja nao kama tunavyosema mitano tena. Tunaombea heri na tubariki zaidi ya hili. Okay, labda sasa miongoni mwa watu mbalimbali ambao wamekuwa kugombea nyadhifa mbalimbali katika serikali zetu tukufu, mara nyingi wamekuwa wakizungumza vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine amekuwa ni wagumu sana kwenye utekelezaji. Je, unahisi labda Mheshimiwa Jerry Silaa na bwana Frenki Mangati, je, wataenda kutibu mwarobaini ambao ni changamoto mbalimbali ambazo zinakumbana katika kata yetu ya Pugu? Sisi kama sisi kwa vijana na kwa moyo wetu sisi tunawapa imani na tunajua wanatekeleza. Kama Mangati tunamwamini na tunampa kipaumbele, tunamwamini kiongozi wetu tangu kitambo. Kama jogombea nafasi hii, nafasi nyingi upo
tuna imani tuna nafasi tunaompa hii atatufanyia mengi zaidi ya haya. Tunampa ongeza zake zote tunampa. Shukrani sana. Na bwana Karibu Mkali, nadhani tumeona sasa namna pia kama vijana, na tunaamini kwamba vijana ndio taifa hili la leo, lakini ameweza kuzungumza namna mtazamo wake au tathmini yake kwa ujumla. Ukiwa sawa wewe miongoni mwa vijana au mtangazaji wa Sanga Media, ni kitu gani ambacho umejifunza kupitia kwa vijana hawa ambao kwa maeneo kwa Mustafa ambao wao sasa wapo katika gudumu zima lile katika swala la hamasa? Ukiwa kama mtangazaji, ni kitu gani ambacho umejifunza katika tukio hili la leo? Mimi cha kwanza vijana sasa tunaona kupata na upeo wa kuamka. Kwa sababu gani? Zamani enzi nyewe mnakuwa katika mikutano kama hii, vijana kwa kukutana mara chache sana. Wengi wanakuwa ni watu wazima ndio wanakuja katika maeneo kama haya, lakini unakuta kijana naye anakuja katika mikutano kama hii ya vyama. Ni kuna kitu ambacho kimemgusa, kama kijana hapa kaongelea masuala ya maendeleo ya lami, kwamba watengenezee barabara, ni bodaboda. Kama bodaboda wanapata changamoto sana wakati wa mvua. Hata pia ni moja kati ya abiria ambao tunapanda aina usafiri huo. Tunaona njia za mitaani mwetu zinakuwa sio rafiki sana. Mvua zikinyesha, utafutaji wa bodaboda unakuwa mgumu sana. Kwa bodaboda nao tutokea mkutano kama hii na viongozi wanapokuja maeneo kama haya, pia wao ndio wanaweza kutoa fursa ya hoja zao ili na wao kurahisishiwa miundombinu yao ya kufanya kazi. Kwa viongozi wao kuelezea shida zao mbalimbali za barabara, kama tulishuhudia pia bondeni hapo kuna barabara moja mbovu. Tulikuja katika kikao hapa cha Mheshimiwa Timbwa, watu waliongea, hatimaye tunaona vifusi vilimwaga. Hata kwa Kenyamwezi pia pale mlani mabodaboda walikopo wanaongea, bwana mvua ikinyesha tunapaki vibaya. Pia bodaboda wamesema kwa mwenyekiti wao, tumeona pale pamekuwa kifusi. Kwa hiyo ni vizuri sana kijana kama alikuwa nyumbani asogee maeneo haya, maana hii ni fursa ya kwake ya kuongea. Maana hii ni nchi huru, unaweza kusema chochote unachojisikia, bado usivunje sheria ya nchi. Na mtazamaji wa Sanga Media, ukiwa kama wewe ndio kwanza sasa hivi unajiunga na sisi, hii ni Sanga Media Tanzania au Sanga Media TZ. Nini unatakiwa kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa kwanza kuweza kupata feedback zetu mbalimbali ambazo tunakuletea. Lakini leo hii tumeweza kutia timu katika maeneo ya Pugu kwa Mustafa. Hii ni jimbo la Ukonga. Tumekuja kushuhudia watainiwa kupitia chama cha tawala, chama cha CCM, ambao wao tunamzungumzia na Mheshimiwa Jerry Silaa akiongozana pamoja na Mheshimiwa mgombea udiwani anakwenda kwa jina la Frankie Mang'ati, ambao wao ni miongoni mwa watu ambao watakuwepo hapa katika kuja kumwaga sera zao. Tuone namna sera zao zitakavyokuwa, na sisi kama waandishi kuna baadhi ya sema tunaweza kuzipata na tuweze kuzungumza nao kwa awali. Lakini kwa sasa watu kwa maeneo haya, jukumu letu kubwa ni kuendelea kuonyesha nini kinaendelea kujiri na nini kinazidi kutokea katika viwanja hivi. Hivi usiondoke hapo hapo, inabidi ukae hapo hapo ili tuweze kukuletea mambo mazuri, mambo mengi zaidi ambayo tunazidi kuletea kiganjani mwako. Nini unatakiwa kufanya ni kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa kwanza kuweza kupata feedback zetu mbalimbali. Bwana Mkali, una kipi cha kuzungumza wakati tunataka twende mapumziko kidogo, tuweze kurudi tena kuweza kuja sasa kuzungumza na baadhi ya raia au baadhi ya viongozi ambao wamejitokeza katika maeneo ya kwa Mustafa? Mimi cha kuzungumza kwamba nitoe hamasa kwa watu ambao wanakuwa wavivu kuja katika mikutano kama hii. Narudia tena, hii mikutano kama hii inakuwa ni fursa kwao kupata uhuru wa kuongea changamoto zao kwa wananchi. Na ndio maana kwa mikutano bado bado kuongea changamoto zao, lakini unapokaa nyumbani unaposemea nyumbani na kwa sio vizuri. Na inakuwa sasa uweze kutatulia kero yako, lakini unaposema mbele ya kiongozi changamoto yako, ndio kiongozi anasikia na anapata kutatua changamoto zako. Unakuta kiongozi akae mitaa unaokaa wewe. Kwa hiyo lazima wewe unapopata fursa ya kuja kutembea katika mtaa wako, basi nawe usiwe mvivu kuja kuongea maeneo kama haya, ili mradi nawe utoe povu lako na bado mpate wananchi kutatuliwa kero zenu. Mimi sina mengi ya kusema, kama nilivyosema mwanzo. Watazamaji wa Sanga Media TZ wasikose kushare, kucomment, kulike, kusubscribe channel hii ili wawe wa kwanza kupata matukio yetu. Ngoja tuende break kidogo, tukisharudi kuna mengi yataendelea. Nyuma ya kamera ipo Director Case.